Juma Nasoro, wakili hapa mahakamani leo katika mahakama ya Kisutu. Jana ilitolewa maamuzi ya kesi mbili ambazo zilikuwa inamhusu mteja wangu anaitwa Abdi Hills Wasame, ambaye ni miongoni mwa shareholder lakini pia ni director wa kampuni inaitwa Salamani Health Services. Hiyo ni kampuni inayomiliki hospitali tatu. Mbili ziko hapa Dar es Salaam Magomeni na Tandika, na moja iko Mwanza. Kulikuwa na kesi mbili. Kesi ya kwanza ilikuwa mbele ya Mheshimiwa Mushi na kesi ya pili ilikuwa mbele ya Mheshimiwa Mwankuga, na kesi zote hizo zilikuwa zinahusu mashitaka ya kugushi. Dr. Abdi pamoja na hospitali yake walikuwa wanashtakiwa kwa kugushi kilichokuwa kinaitwa nyaraka za madai ya malipo ya bima kwa wagonjwa waliowatibia kutoka katika kampuni za bima mbili. Moja ilikuwa ni Strategies Insurance Company na kampuni ya pili kampuni ya bima ya AAR. Sasa mashtaka yote hayo mawili ya kugushi pia yalikuwa yameunganishwa na mashtaka mengine ambayo yakihusiana na kuwasilisha nyaraka zilizogushiwa kwenye mamlaka hizo za bima au makampuni hayo ya bima. Kesi zote mbili baada ya kusikilizwa na mashahidi kuletwa, upande wa jamhuri wameonekana kuwa wameshindwa kuthibitisha bila kuacha mwanya wowote wa mashaka kwamba Dr. Abdi aligushi hizo nyaraka zinazodaiwa za bima. Upande wa ile kesi ya mwanzo ya kugushi nyaraka za bima ya Strategies ambayo ilikuwa imesikilizwa na Mheshimiwa Mushi, upande wa serikali walileta jumla ya mashahidi 9. Katika hao mashahidi 9 walikuwepo mashahidi kutoka kampuni ya Strategies, walikuwepo mashahidi kutoka Brela, walikuwepo mashahidi pia upande wa polisi pamoja na mashahidi wa kutoka TAKUKURU. Pia walikuwepo mashahidi wa hao wazazi wa wagonjwa ambao walikuwa wanadaiwa kuwa hawakutibiwa, lakini Dr. Abdi alidai fedha za malipo za hao wagonjwa. Kikubwa katika kesi hiyo, mahakama iliona ya kwamba katika mashahidi wote hao waliokuja mahakamani hakuna hata shahidi mmoja ambaye alieleza kwamba nyaraka zinazodaiwa, alithibitisha nyaraka zinazodaiwa kuwa zilifojiwa zilikuwa zimegushiwa na Dr. Abdi. Na ilionekana kwenye ushahidi kwa mujibu wa hukumu iliyosomwa na mahakama, Dr. Abdi hakuna sehemu yoyote ambayo ilionekana alifanyiwa uchunguzi wa kimaandishi wa kuthibitisha kwamba alishiriki kwa namna yoyote ile kuandaa hizo nyaraka ambazo zilidaiwa kuwa zimegushiwa. Lakini pia upande wa TAKUKURU pamoja na polisi hawakuwahi kufanya uchunguzi wowote wa kumhoji Dr. Abdi ni wakati gani maandishi yake au mwandiko wake ulitumika kuandaa hizo nyaraka, kwa sababu polisi au TAKUKURU hawakuchukua handwritten ule mwandiko wa Dr. Abdi ili kuthibitisha kwamba kweli yeye aliandaa hizo nyaraka. Kwa hiyo mahakama iliona kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinamuunganisha Dr. Abdi na hizo nyaraka. Lakini pia katika kesi hiyo ambayo ilisikizwa na Mheshimiwa Mushi, katika hati ya mashtaka, ukiacha kule juu kwenye hati ya mashtaka kutajwa jina la hospitali ya Salamani, ndani ya ile charge sheet, yani maelezo ya mashtaka, hakuna sehemu yoyote ambayo inaunganishwa sasa hiyo hospitali na makosa hayo ya kufoji. Kwa hakimu pia katika hukumu yake amesema kwamba ameona hiyo chaji dhidi ya hospitali ya Salamani haikuwa na mashiko yoyote, kwa sababu hospitali ya Salamani kwenye hati ya mashtaka haikuunganishwa popote kwenye maelezo yale. Kwa hiyo kwa kukosekana ushahidi wa kuthibitisha kwamba Dr. Abdi aligushi hizo nyaraka, alifoji hizo nyaraka, pia mahakama imeona hakuna ushahidi wa kuonyesha kwamba hizo nyaraka alizipeleka kwenye kampuni ya Strategies kwa ajili ya malipo, kwa sababu kama nyaraka imeonekana haikugushiwa, kosa sasa la kuitoa nyaraka hiyo ambayo imegushiwa haliwezi kusimama.
Kwa hiyo Dr. Abdi akawa ameachiwa, pamoja na hospitali pia imeachiwa kuonekana kwamba hazina au hawana hatia yoyote. Kwenye kesi iliyosikilizwa na Mheshimiwa Mwankuga, kesi hiyo nayo vile vile ni kama ilivyo kesi ya mwanzo. Ilidaiwa kwamba Dr. Abdi amefoji nyaraka za malipo ya bima kwa wagonjwa ambao hakuwatibia wanaodaiwa ni wenye bima za afya za kampuni ya AAR Insurance. Sasa katika hukumu ya mheshimiwa aliyoisoma imeonyesha pia kwamba Dr. Abdi hakuna sehemu yoyote aliwahi kufoji hizo nyaraka, lakini hata uthibitisho wa kwamba nyaraka hizo zilitoka katika hospitali ya Salamani. Lakini kingine ambacho kikubwa Mheshimiwa Hakimu Mwankuga amekieleza, amesema kwenye hukumu yake ukurasa wa 7 kwamba kesi hii inaonekana dhahiri ilifunguliwa kwa malice. Kulikuwa na nia ovu, malice ni nia ovu dhidi ya Dr. Abdi kuifungua hiyo kesi, na kwa sababu kabla ya kesi hii kuletwa mahakamani, huko nyuma kampuni ya Dr. Abdi ilikuwa na mgogoro na kampuni ya AAR. Mgogoro ambao ulikuwa unahusu madai ya malipo. Dr. Abdi na hospitali yake walikuwa wanaidai kampuni ya AAR malipo kwa wagonjwa ambao waliwatibia. Sasa AAR walichelewesha malipo na shauri hilo lilienda katika mahakama ya biashara. Wakati shauri liko katika mahakama ya biashara, Kamishna wa TIRA alihusika kuwapatanisha kampuni ya AAR na Salamani Hospital, na kutokana na upatanisho huo ambao ulimuhusisha Kamishna wa TIRA, Tanzania Insurance Regulatory Authority, walikubaliana wakamaliza mgogoro, na AAR kama kampuni ya bima waliilipa hospitali ya Salamani. Lakini cha kushangaza, swala hilo tena likatolewa kwenye madai, likaletwa huku kwenye jinai na kufunguliwa kesi, na imeonekana kwa mujibu wa hii hukumu ambayo tuko nayo, mlalamikaji ni huyo Kamishna wa TIRA anayelalamika ya kwamba Salamani imegushi nyaraka za kampuni ya AAR. Kwa hiyo ndio maana mwisho wake mheshimiwa amesema kwenye hukumu yake kesi hii ilifunguliwa with malice, kwa nia ovu. Tunashukuru kesi imekwisha. Dr. Abdi na hospitali ya Salamani imesafishwa na mahakama, hazikuhusika na kugushi, lakini pia hata hizo nyaraka ambazo walisema zimegushiwa imeonekana pia hakuna ushahidi wa kuthibitisha kwamba zilikuwa ni nyaraka za kugushi. Kwa hiyo Dr. ameachiwa huru na kesi ilikwisha vizuri kabisa hapo jana kwa hukumu ambayo ilisomwa na mahakama. Sasa ukisoma ule mwenendo wa mzima wa shauri hili, kulikuwa na usumbufu mkubwa sana dhidi ya huyu bwana Dr. Abdi. Kulikuwa na misukosuko mikubwa sana dhidi ya Dr. Abdi. Lakini swala la hatua gani zitachukuliwa baada ya hapa, hilo sasa ni la kwake yeye Dr. Abdi anayeweza kuamua. Mimi hajanipa maelekezo yoyote kwamba tuchukue hatua gani. Kama ataamua kusamehe ni yeye na anaweza kufanya hivyo, lakini kama ataamua kuchukua hatua ni yeye na ana haki ya kufanya hivyo. Kesi ilikuwa ngumu sana kwa sababu tumeendesha kesi ambayo mashahidi kwanza walikuwa wanafichwa. Unamhoji mtu bila kumuona, unasikia tu sauti, hiyo moja. Lakini katika kesi zote mbili ilikuwa inadaiwa kwamba hospitali ya Salamani ilidai imewatibia watu ambao kumbe hawakuwahi kutibiwa. Sasa hao watu ambao ndio wanajenga msingi wa kesi walikuwa wamefichwa. Kwa majina yao hatukuyajua kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo tulikuwa tunaendesha kesi kibubusa. Katika kesi miongoni mwa kesi za ajabu kabisa kuiendesha kwangu mimi, moja wapo ni hii. Kwa sababu
Hata mashahidi wa serikali waliokuwa wanatoa ushahidi wa kuonyesha kwamba kulikuwa na forgery na kuna wagonjwa walidaiwa kuwa walitibiwa ili hali hawakutibiwa, wenyewe pia walikuwa hawawataji hawa wagonjwa. Dr. Abdi pia amejitetea bila kujua huyo mgonjwa ambaye yeye anadaiwa alimtibia ili hali hakumtibia, hakumjua. Hata mahakama sijui kama yenyewe ilimjua kwa namna yake, lakini sisi kama upande wa defense hatukumjua. Hata mashahidi hawakuwataja hawa watu ambao wanadaiwa kuwa walitibiwa lakini hawakutibiwa, hawakuwataja kwa majina.